Congolaises et Congolais, bandeko na ngai nyonso na République démocratique du Congo mobimba, Nzambe asengi na biso tosambela. Karibu ndugu mpenzi kwa kuweza kutufuata tena kwenye video yetu ya leo. Karibu kwenye shene yetu ya mafundisho mbalimbali kwa neno la Mungu, na leo tuna somo nzuri linalosema siri za ushindi katika vita kwa Mkristo. Tutasoma kitabu cha Yoshua sura ya 7 shairi la 2 na tutaendelea hadi 21. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Betaveni upande wa mashariki wa Beteli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze inji. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000 au 3 wakaupige Ai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, kwa maana watu hao ni wachache tu. Basi wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye matelemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa razi kukaa ngambo ya Yordani. Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka, mbona umeanguka kifudifudi? Umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi na wamelivunja agano langu nililowaagiza, na wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Haya, inuka watakase watu, ukaseme, jitakaseni, muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Basi asubuhi mtaletwa karibu nami kabila kwa kabila. Kisha itakuwa ya kwamba kabila lile atakayoitwaa Bwana itakaribia jamaa kwa jamaa, na jamaa ile atakayoitwaa Bwana itakaribia nyumba kwa nyumba, na nyumba ile atakayoitwaa Bwana itakaribia mtu kwa mtu. Tena itakuwa ya kwamba yeye atakayetwaliwa naye anacho kitu kile kilichowekwa wakfu atateketezwa kwa moto, yeye na vitu vyote alivyo navyo, na kwa sababu amelivunja agano la Bwana, na kwa sababu ametenda upumbavu katika Israeli. Kawasogeza watu wa nyumba yake mmoja kwa mmoja, na Akana mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa. Yoshua akamwambia Akani, mwana wangu, nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Akani akamwambia Yoshua akasema,
kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu na ile fedha chini yake. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na lile joho na ile kabari na dhahabu na wanawe na binti zake na ngombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyo navyo, wakavileta juu hata bonde la Akori. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Waisraeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Ni neno la Bwana. Tunasema neno letu la leo, tutasema juu ya siri za ushindi katika vita kwa Mkristo. Siri za ushindi katika vita kwa Mkristo. Habari hizi ni za wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wametoka katika mji wa Yeriko kufanya vita, kwa sababu Mungu aliwaambia waende kufanya vita ndani ya mji wa Yeriko na atawapatia ushindi. Na kweli Mungu aliwapatia ushindi juu ya mji wa Yeriko. Hii habari ukitaka kuifata utaisoma kwa sura lake la 6 la hiki kitabu cha Yoshua. Na ushindi wa hawa wa Israeli katika mji wa Yeriko ulikuwa tu kwa sauti za tarumbeta, sanduku la agano likibebwa na makuhani na wenye silaha walikuja. Hii utaipata kwenye Yoshua sura 6 shairi la 13. Na wale makuhani 7 wakazichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana, na wakaendelea wakazipiga tarumbeta, nao watu wenye silaha wakawatangulia, na hao waliokuwa nyuma wakalifuata sanduku la Bwana, makuhani wakizipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Kwa wakati wa mbele wa Waisraeli walikuwa wanaenda vitani na walikuwa wanashirikisha wakuhani ambao kwa leo tunaweza kusema ni watu wa dini wa Kristo, wale ambao wanahusika na kanisa ni wale ambao tunaita makuhani. Kwa wakati wa zamani walikuwa wanawaita makuhani. Nao pia walikuwa wanajihusisha katika vita, na walikuwa wanaenda pamoja na wale wa askari wao, na Mungu aliwapatia siri moja akisema ya kwamba Yeriko watauteka kwa njia ya sauti, wakipaza sauti ya tarumbeta. Na hii sauti ya tarumbeta tunaweza kuilinganisha na sifa na maabudu ambazo tunazomtolea Bwana. Ni silaha kubwa katika vita, katika maisha ya Mkristo. Alafu mahali hapa tuliposoma katika sura ya 7, Waisraeli sasa wanapata kushindwa sana katika mji wa Ai, ambao ulikuwa mji mdogo sana kuliko Yeriko. Ulikuwa mji ambao uko na watu wachache sana, na wana wa Israeli wakakimbia. Wanaume 3,000 wakaogopa watu wachache ambao waliokuwa katika mji wa Ai. Hii ilikuwa kabisa kushindwa sana katika mji wa Ai, ambao Mungu alikuwa amewaambia waende kupigana vita na wataishinda. Lakini ilikuwa sikitiko kubwa kuona ya kwamba Waisraeli wanafika katika ule mji na wakashindwa kupiga vita, na watu wa Ai wakawashinda, wakawakimbiza na wakaua watu wengi katikati yao. Alafu tulisema tutasema juu ya siri za kushinda vita katika maisha yetu. Tuone sababu za kushindwa
kwa wana wa Israeli katika mji wa Ai. Tunakuwa na sababu ya kwanza, ni kwa sababu walipoona ushindi ambao Mungu aliwapatia katika mji wa Yeriko, wakajiwazia kama ni kwa nguvu yao wenyewe ndiyo waliweza hiyo vita. Hawakujua kama katika mji wa Yeriko walitii shurti zote ambazo Mungu, walitii kabisa shurti zote ambazo Mungu aliwapatia kufata. Walimtegemea Mungu, wakaishi chini ya uongozi wa Mungu. Sababu ya kwanza ambayo tunaweza kusema inaweza kuacha watu wanashindwa ndani ya vita yao, au wewe Mkristo unaweza kushindwa katika vita yako, ni kwa sababu labda ulipata ushindi wakati wana wa Israeli walipoweza vita vya Yeriko, wakajisifu na wakawaza ni kwa uwezo wao wenyewe ndio wameweza vita hii. Na matokeo ya kushinda ile vita ya Yeriko ndiyo iliacha wanashindwa kutayarisha vita vya Ai. Wakajipiga kifua na kuwaza kwamba ni kwa nguvu zao ndiyo wameweza hivi vita. Siri za ushindi katika maisha ya Mkristo, kusudi uweze kukuwa mshindi, ujue kupatia Mungu nafasi yake katika kila kitu ambacho unachokiweza. Tujue ya kwamba si kwa nguvu zetu ndipo tunaweza kuweza kitu fulani. Si kwa nguvu zetu ndipo tunaweza vita ambayo tunayoifanya, lakini ni kwa nguvu za Mungu. Kila mara ukiwa unajipatia sifa na kusema kwamba nimeweza hiki, nimeweza hiki, nimeweza hiki, ujue kile kinachokuja utakishindwa. Hii ni siri ya kwanza ambayo sisi Wakristo tunapaswa kutambua katika maisha yetu ya Ukristo. Jambo la pili, sababu za kushindwa vita. Waisraeli walishindwa sababu walilinganisha mji wa Yeriko na mji wa Ai. Walipoona namna gani mji wa Yeriko ulikuwa mkubwa sana na waliupiga wakauteka, alafu wakaona ya kwamba mji wa Ai ni mji mdogo sana, kulinganisha ni mdogo sana kabisa. Alafu walipolinganisha Yeriko na Ai, iliacha wanajiwazia ya kwamba watashinda tu. Hata kama hawatayarishe vita vizuri, walifikiri kwamba watashinda. Jambo hili kama uliliweza, usifikiri ya kwamba hili nalo utaliweza kwa wepesi. Waisraeli waliamini kwamba wanaume 3,000 tu au 2,000 tu wanatosha kuenda kupigana katika mji wa Ai. Walizani ya kwamba mji wa Ai utatekwa kwa haraka sawasawa na mji wa Yeriko. Tunazarau, tusizarau, tufikirie kwanza na tuone namna gani tukamate mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia kwa kufanya au kwa kutatua kikwazo au kwa kushinda vita katika vita vyetu vya kiroho, hata vita vyetu katika nchi yetu. Tunaweza kufanya hivi. Tusikose kujifunza mbinu mbalimbali kwa kuweza vita ambayo inakuwa mbele yetu. Hii ni jambo la tatu. Siri ingine ambayo iliacha Waisraeli wanashindwa vita na ambayo inaweza kuwa siri kwetu kujifunza kupitia hawa, ni kwamba Waisraeli hawakukamata muda mrefu wa kuweza kujifunza mazingira ya mji wa Ai. Na hii ilikuwa pale kwa Shairi la 3 ambako walisema, Waisraeli wakasema haina maana watu watembee na kuenda kujifunza mji wa Ai au kupeleleza sana. Wanaume 3,000 tu wanatosha, na Bwana ametia nchi yote ya Ai mikononi mwetu. Kwa nini basi kutuma wajumbe wapya kuenda tena kufanya uchunguzi wa mji wa Ai? Hii walisema kwa shairi lile la 3. Walijiamini
katika njia zao wenyewe, walijiamini na wakajitumainia bila kufikiria tena mbinu gani ambazo Mungu anaweza kuwapatia katika kuuteka mji wa Ai. Hii ni siri ambayo inaweza kutusaidia sisi kama Wakristo kujua ya kwamba kila kikwazo ambacho kinaweza kufika mbele yetu au vita ambazo zinaweza kufika mbele yetu, tujue ya kwamba kwa kila nafasi na kila mazingira ina namna yake ya kupigana vita. Lakini kama tunataka tushinde vizuri, ni sharti tujifunze kabisa kwa makini namna gani tutaendesha vita hivi, kujifunza mazingira na kujifunza hiyo nafasi. Jambo la 4, mstari wa 7, Biblia ilituambia ya kwamba Yoshua sasa wakati alipoona Waisraeli wameshindwa, ndipo pale akaomboleza mbele ya Mungu, na ilisema ya kwamba alipasua mavazi yake yeye na wazee ambao walikuwa wanamzunguka. Alafu hapo akapata sasa nafasi ya kujishusha mbele ya Mungu na kumuuliza, kwa nini Mungu umetufanyizia jambo hili? Kwa nini unaacha tushindwe? Ni sawasawa vile tu tunavyokuwa katika vita. Mungu anaweza kutuambia vita hivi utavishinda. Lakini kama haukuwe makini kwa kuweza kumuuliza Mungu mbele ya wakati, nitavishinda namna gani, nitembee namna gani, ukienda kiolela utashindwa, ijapokuwa Mungu alishakukupatia ushindi. Yoshua mbele atume watu, hakuuliza Mungu waende namna gani. Watu walikuwa wakisha kumuletea maneno ya Ai, akakubali na hakukumbuka tena kumuuliza Mungu. Lakini tujue ya kwamba Yoshua wakati anakuja kuomboleza hivi, Mungu alimwambia, katikati yenu kuna kitu ambacho kinaacha siwapatie ushindi. Wandugu wapenzi, mara nyingi tunadharau muda wetu ambao tunaokamata pamoja na Mungu. Katika kila jambo ndani ya maisha yetu, ni lazima sana kutafuta Mungu na kujishusha mbele ya Mungu wakati wa vita. Ni ya maana sana kujishusha mbele ya Mungu na kumuuliza namna gani watu wanapashwa kutembea. Siri la 5 kupitia habari hizi za wana wa Israeli ni kutokuchukua vitu ambavyo vilivyokatazwa. Waisraeli walishindwa sababu kulikuwa mtu ambaye alichukua na kuficha vitu ambavyo Mungu amekataza wasivichukue. Lakini mtu mmoja ndani ya wana wa Israeli akachukua vitu akavificha. Tujue ya kwamba vitu vya kupora ni hatari sana na ni machukizo mbele ya Mungu. Anaweza kusoma kwa mstari wa 12 na mstari wa 21. Watu wanao kamata vitu ambavyo vinakatazwa, wanakuweka kwa nafasi fulani, alafu unakuwa mtu wa kuiba vitu, mtu wa kuchukua vitu. Mamilioni ngapi napotea ndani ya nchi ya Kongo kwa sababu mtu alimpatia tu madaraka fulani, alafu anakuwa mwepesi kwa kuchukua vitu ambavyo si vyake, vitu ambavyo vinakatazwa, vinahitajika kwenda kusaidia jambo fulani, lakini yeye anavichukua na vinapotea hivi. Hii nayo ni machukizo mbele ya Mungu, na inaacha katika vita ambavyo tunavyokuwa navyo, inaweza kuleta laana na watu wanashindwa ndani ya vita vyao. Tujiangalie kila mtu kwa namna yake, kwa uongozi, kwa nafasi yoyote unayowekwa, ujiangalie nini naweza kuacha nchi yangu, au nini naweza kuacha katika maisha yangu niingie katika kushindwa vita. Jambo la 6 ni kutokutii. Kutokutii kwa mtu mmoja kunaingiza Waisraeli wote katika kushindwa. Na huyo ambaye alikosa utii anaitwa Akana. Akana aliyekwenda kuchukua vitu, aliacha
taifa lote la Israeli linashindwa vita ndani ya mji wa Ai. Ni sawasawa vile Hawa mke wa Adamu alisema, niliona basi tunda lilikuwa nzuri, nikaitamani na nikakula tunda. Tamaa inazaa dhambi. Wakati unatamani, ujue kwamba unajiletea hasara ndani ya maisha yako. Akana naye alimwambia Yoshua, basi nilichukua vazi nzuri ya nchi ya Babeli, nilichukua na fedha, nilichukua na dhahabu, niliona vitu vizuri na nilivitamani. Hiyo iliacha Waisraeli wote wanaingia katika kushindwa. Hivi sisi kama Wakristo, kama tunataka maisha yetu tuwe washindi, kama tunataka nchi yetu itembee vizuri, tujue kukimbia tamaa. Mungu anasema usitamani, ni sheria katika sheria za Mungu. Usitamani. Tamaa inazaa dhambi. Tamaa inaacha nchi mzima, inaacha jamaa mzima linateketea, linaangamizwa kwa ajili ya tamaa ya mtu mmoja. Tujiangalie sana namna gani tunavyotembea ili tuweze kupata ushindi ndani ya maisha yetu. Tuko tunazungumza juu ya siri za kushinda vita ndani ya maisha ya Kikristo. Jambo la mwisho ambalo tunaweza kuongeza kwa siri hizi ni utakaso binafsi na utakaso katika maisha yako. Ukisoma kwa mstari wa 12 na wa 13, Mungu aliambia Yoshua, anasema, ndani ya kundi lako kuna yule ambaye ameacha watu wanashindwa vita. Alafu ulete wote na ufanye utakaso wa watu wako. Ufanye utakaso wa watu wako. Kila mtu ajitakase. Siri ya kuweza kushinda vita ni kila mtu kutakasa maisha yake. Ni wajibu wa kila mtu kuwa na uhakika kwamba anafanya utakaso na kushirikisha familia yako, wengine, hata kanisa lako unaliombea utakaso. Ni watu wengi wanafanya mambo ambayo hayawezekane, na Mungu anataka tujitakase. Hii ndio Mungu aliambia Yoshua. Anasema utakase watu wako. Utakaso ni moja ya siri za kushinda vita. Utakaso. Ujitakase wewe mwenyewe, utakase familia yako. Ayubu alikuwa anatakasa watoto wake. Takasa watoto wako, ni siri ya kushinda vita. Takasa kanisa lako. Takasa nchi yako. Takasa waaskari wale ambao wanaoenda vitani. Haujua walifanya nini. Sisi Wakristo tuna wajibu ya kuwaombea utakaso kwa Mungu. Takasa watu wako. Na sasa uwapitishe moja kwa moja. Ndipo tutavumbua siri ya yule ambaye aliacha kosa linaingia katika wana wa Israeli. Tumesema juu ya mambo 7, ndugu mpenzi. Tunasema ya kwamba sisi Wakristo ni sharti tujue siri za ushindi katika maisha yetu sisi Wakristo. Na tumesema ya kwamba siri ya kwanza ni kujua ya kwamba tuko chini ya mamlaka ya Mungu. Na kila kitu ambacho tunaweza kukifanya ni Mungu ndiye ametuwezesha kukifanya. Alafu kama unaweza jambo fulani, usifikiri ni kwa nguvu yako. Patia Mungu utukufu, usijipatie utukufu. Ukabeba sifa zinakuwa zako, Mungu hata furahi. Ujue ya kwamba shida ya kukuja hautaiweza. Kikwazo ambacho kitafika hautaweza kukishinda. Patia Mungu utukufu kwa jambo lile ambalo amekuwezesha. Si kwamba ni wewe peke umeliweza kwa nguvu yako. Upatie Mungu wakati ya kumuuliza. Mungu, umeniambia jambo hili nitaliweza namna gani? Wakati umeshindwa, jitie mbele ya Mungu, mbele ya kufanya jambo. Mungu, uniongoze, ninataka kufanya hivi. Unataka nilifanye namna gani? Maisha yetu ya kila siku ni vita. Alafu hizi ni siri ambazo Mungu kunatupatia.
Tusikuwe tunadharau mambo ndani ya maisha yetu. Unaweza kuona hiki kikwazo, hii jambo ni dogo, ni kidogo, au unaidharau kuliko ile ambayo uliweza hapo mbele. Kumbe hii ndiyo itakuangusha na utashindwa. Tujifunze pia nafasi, mazingira ambamo tunapigia vita. Tunakuwa na vita kila siku. Mazingira ya hapa iko namna gani ili tuweze vita? Tujue ya kwamba kuna sheria ambazo Mungu ametupatia na kuna vitu ambavyo ametukataza ndani ya sheria yake. Wakati unapogusa vitu ambavyo vimekatazwa, hii ni maisha ya kushindwa. Hii ni laana ambayo uko unajiletea. Usichukue vitu ambavyo si vyako. Usinyanyase watu. Mara ngapi tunanyanyasiwa ndani ya dunia hii? Wakati mtu anakuwa na mamlaka kukushinda, anakuwa wa kukunyanyasa. Tujue hata katika sheria za nchi kuna mambo ambayo wewe kama mwananchi unapaswa kufanya na unapaswa kuiheshimu. Usipoiheshimu, uko unajiletea laana katika maisha yako. Tukue watu wa kutii. Hii ni moja ya siri ya ushindi. Na mwisho tulisema tukue tunajitakasa. Takasa maisha yako, takasa maisha ya wana wako, takasa maisha ya nchi yako. Katika nchi kunapitika vitu vingi ambavyo havimpendezi Mungu. Vyote sisi ambao tumemjua Mungu, tuna muda kweli mbele ya Mungu ili kuomba rehema juu ya vitu hivi. Tosambela pona mboka na biso pambate makila ya ba Congolais non seulement ici etangi mais ils ont continué kotanga. Tosambela Nzambe po makambo oyo esila. Sinote o etikali koya na sima eza mabepe makasi koleka. À partir ya minuit ya dimanche oyo, biso nyonso place nyonso zwami na ndako na yo lala na se. Loba na Nzambe, trop c'est trop. Yokela biso mawa. Longisa biso. Utiliser ba armée na yo po apesa kimia na mboka na biso. Esengi église moko te, dénomination moko te, na ye kaka lokola mosali ya Nzambe kopesa message. Moto ya foi nyonso soko koyoka mongongo na ngai, mikolo misato ya prière jeûne national. Lundi, mardi pe mercredi. Mokolo ya lundi tokofungola jeûne na biso kaka à partir ya 18h. Okoki kolia quelque chose. Banda tongo ti 18h kanga nanu jeûne. Mardi tongo ti 18h kanga jeûne. Mercredi tongo ti 18h kanga jeûne. À partir ya 12h chaque jour ya mikolo misato oyo tozofukama ata ezwi yo na nzela koyoka soni te. Tosi toyoki soni mingi nafasi ya mokili. Tobelela Nzambe biso nyonso na intention kaka moko. Ozali na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema, na Chopo, oza na Haut-Uele, Bas-Uele, oza na Congo Central, oza na Kwango, oza na Kwilu, oza na Kasai Central, oza na Kasai Oriental, oza na Okatanga, Tanganyika, oza na Kolwezi, oza na Mongala, ozali na Olomami, partout oyo koyiko se retrouver na Kinshasa. Tobondela Nzambe mpona mboka na biso, na babutu tokozwa ba vision, tokozwa ba révélation, pe Nzambe akorepondre biso. Nzambe apambola. Hii ndiyo ambayo tulitayarisha kwa siku ya leo, na tunaomba kila mtu basi aweze kukamata nafasi ya kujifunza mambo haya ili maisha yake yawe maisha ya ushindi. Mimi na wewe mambo haya yanatuhusu hata katika nchi yetu. Ni sisi ambao tunaweza kuchukua nchi yetu mbele ya Mungu. Ni sisi ambao tunaweza kusaidia nchi yetu ili ipate ushindi, na kama hatutimize mambo haya tutaendelea kushindwa. Basi ndugu mpenzi, Mungu aendelee kukusaidia kupitia neno hili
Ikiwa umebarikiwa na somo hili, share video hii kwa watu wengine nao waweze kupata somo hili. Asante ndugu mpenzi, tunakuomba upende video yetu kwa kugusa kidole cha kupenda, na kama hauja subscribe kwenye channel yetu, basi karibu kwa kugusa kwa nafasi ya subscribe ili uweze kupata mara na mara somo hizi ambazo tunazotayarisha. Hili ni neno ambalo Mungu amenipa niweze kulitoa kwa siku hizi ambazo tunaishi katika vita vyetu vya kiroho kama Wakristo na vita vya nchi yetu. Basi ni siri kubwa ambayo Mungu anataka tuizingatie na tuifate ili tuweze kupata ushindi katika maisha yetu. Asante na Mungu akubariki.